Habari, karibu kwenye episode nyingine ya Ewura Podcast. Mimi ni Janet Mesomapia na furaha tena kufanya majadiliano na moja ya wataalamu wetu kutoka Mamlaka ya Udhibiti Shughuli za Nishati na Maji. Na siku hii ya leo tutazungumzia biashara ya mafuta. Tutazungumzia masuala mbalimbali na kwaje Ewura inapangaje bei, kama unataka kufanya biashara kwenye eneo hili unafuata utaratibu gani na mambo mengine mengi. Kwa hiyo nikukaribishe sana na leo kwenye podcast hii ni naye Engineer Panja. Engineer Panja, habari yako? Salama kabisa. Za siku 2-3. Njema kabisa. Hii ni mara ya pili umekuwepo kwenye Ewura Podcast. Tunashukuru kwa kuja tena. Asante sana. Moja kwa moja, nafikiri inawezekana kuna mtu hajawahi kuona ukizungumza kwenye hii podcast. Labda kwa kuanza ujitambulishe, tuambie unaitwa nani na Ewura unafanya nini? Kwa majina naitwa Emmanuel Panja, ni mhandisi mwandamizi wa mafuta. Nipo kanda ya Mashariki, Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Labda kwa kuanza, Ewura inaisimamiaje sekta ya mafuta nchini? Kwa mujibu wa sheria iliyounda Ewura, Ewura imepewa majukumu ya kusimamia, kudhibiti kiuchumi, kiufundi na kiusalama sekta ya mafuta kwa mkondo wa kati pamoja na mkondo wa chini. Kwa hiyo Ewura inafanya majukumu mbalimbali ikiwemo kupanga bei, kutoa leseni na pia kulinda mazingira kutokana na athari za mazao ya mafuta. Okay. Umetaja mkondo wa kati na wa chini. Inawezekana kuna mtu hajawahi kusikia kabisa hilo swala la mkondo wa kati, mkondo wa chini. Ni nini hivi? Hebu tupe uelewa. Mkondo wa kati unahusisha shughuli za usafishaji wa mafuta kutoka mafuta yaliposafishwa kwenye vinu vya kusafishia mafuta mpaka kwenye maghala yanayopokea mafuta yaliyosafishwa kwa ajili ya matumizi. Na mkondo wa chini ni pale mafuta yanapotoka kwenye maghala, mafuta safi yanatoka kwenye maghala kwenda kwa watumiaji. Okay. Sawa. Tukizungumzia sekta ya mafuta, moja kati ya kitu kinachokuja haraka sana kwenye akili ya watu wengi ni vituo vya mafuta, bei za mafuta. Naam. Tunaomba utuelezee Ewura inapangaje bei za mafuta ambao huwa zinatoka kila mwezi? Wanazingatia vitu gani? Ewura inapanga bei za aina mbili kwa mwezi. Ambazo ni bei za jumla na bei za rejareja, yani kwa maana bei zinazouzwa kwenye vituo vya mafuta. Upangaji wa bei za jumla unategemea vitu kadhaa, na vitu vinavyotengeneza hiyo bei vinatokana na bei katika soko la dunia, gharama za usafirishaji wa mafuta kutoka kwenye vinu vya uzalishaji mpaka kwenye maghala yetu ya kuhifadhia mafuta. Na pia bima ya mzigo wakati unasafiri kwenye maji mpaka sehemu tunako yanapohifadhiwa kwenye maghala yetu. Na pia kuna gharama nyingine kama kodi, tozo mbalimbali, na hivyo vitu ndio vinatengeneza hizo gharama za mafuta. Sasa kuna kitu kingine kinachoongezeka pale, ni ile margin anayopewa muuzaji wa jumla. Kwa hiyo ili kupata bei ya jumla unajumlisha hizo gharama zote pamoja na faida, faida ya muuzaji wa jumla, ndipo unapopata bei ya jumla ya mafuta. Okay. Na kutoka hapo sasa, ili kupata bei ya rejareja inategemea sasa mafuta yanapelekwa maeneo gani ya nchi. Kwa hiyo kulingana na umbali na gharama za usafirishaji ndipo tunapata bei za rejareja kwenye vituo vyetu vya mafuta kwa maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ndio maana bei ya mafuta, bei ya petroli tuseme au dizeli ya Dar es Salaam ni tofauti na bei ya Kigoma.
Ni sahihi kabisa, na pia swala hilo linakwenda mbali zaidi kwa kuangalia pia na miundombinu ya barabara. Maeneo ambayo usafirishaji ni mgumu, kwa maana maeneo yasiyokuwa na lami, gharama zinapanda juu kidogo ukilinganisha na maeneo ambayo yanafikika kirahisi. Okay. Moja kati ya majukumu ya EWURA ni kutoa leseni. Naam. Ni leseni gani zinatolewa kwenye biashara hii ya mafuta nchini ambayo EWURA inazitoa? Leseni zipo za aina nyingi. Kwa kuzitaja, kuna leseni ya jumla ya mafuta, kuna leseni za vituo vya mafuta. Yaani ukisema leseni ya jumla ya mafuta ni wale ambao wanatoa nje kuleta, au waagizaji wa mafuta. Waagizaji, sawa. Na pia kuna leseni za vituo vya mafuta. Na pia kuna leseni kwa watumiaji binafsi wa mafuta, ambao ni kama viwanda, migodi na mashamba makubwa. Na pia kuna leseni ya kuhifadhi mafuta. Wale waliojenga miundombinu ya kuhifadhia mafuta wanatakiwa kuwa na leseni ya kuhifadhi mafuta, ambapo biashara inayofanyika pale ni kwamba makampuni yasiyokuwa na leseni, yasiyokuwa na miundombinu ya kuhifadhia mafuta yanatumia hayo maghala kwa ajili ya kuhifadhia mafuta yao. Hivyo kuna biashara inayofanyika, kuna gharama za kuhifadhi, kwa hiyo na wenyewe wana aina yao ya leseni. Pia kuna leseni ya jumla ya gesi ya kupikia LPG, na pia kuna leseni ya usambazaji wa gesi. Pia kuna leseni ya jumla ya vilainishi, na pia kuna leseni ya usambazaji wa vilainishi, na pia kuna leseni kwa wale wenye miundombinu ya kusafirisha mafuta kwa njia ya bomba. Kwa kuna leseni ambayo wanatakiwa kupata kama unataka kufanya biashara hiyo. Alafu kuna leseni ya jumla ya lami ambayo inaitwa ni bitumen operation license. Alafu kuna leseni ya kurejeleza oil iliyotumika. Ili kuweza kupata mazao mengine ambayo yanaweza akaendelea kutumika. Alafu tuna leseni ya ujazaji wa mafuta kwenye meli ambayo inaitwa ni bunkering license. Tuongelee biashara ya vituo vya mafuta. Inanihitaji mimi mtaji wa kiasi gani kuanza biashara ya kituo cha mafuta? Mtaji hatuwezi kuingia moja kwa moja kwenye mtaji, sababu inategemea tu na ubora na mtu alivyoamua kukifanya kituo chake kionekane. Kwa hiyo gharama za uwekezaji zinategemea. Kikubwa tunachoangalia kama EWURA ni kwamba ujenzi wa hicho kituo umefuata viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo gharama zinategemea. Hamna hata kiwango cha awali, yani kwamba kwa makadirio angalau uwe na kiasi hiki ili kuweza kuingia kwenye hii biashara? Kuna kipindi tulifanya hiyo tathmini kwa vituo vya vijijini, lakini ambapo ilionekana kama milioni 50 inaweza ikatosha kutengeneza kituo kidogo cha vijijini. Na hapo hiyo gharama imeondoa gharama ya ardhi. Kwa hiyo ni gharama kwa ajili ya miundombinu tu bila kujumuisha gharama ya ardhi. Sawa. Mtu anayetaka kuanza sasa biashara hii, aidha afungue kituo au vituo mjini au vijijini, anafuata utaratibu gani? Kwa sababu unajua kuna utaratibu tofauti kwa vituo vya mjini na vijijini. Tofauti iliyopo ni mahitaji, kwa maana ya zile nyaraka ambazo zinatakiwa kuwasilishwa EWURA. Kwa vituo vya mijini, mwombaji anatakiwa kuwa na hati ambayo inaruhusu matumizi ya kituo cha mafuta kwenye hilo eneo lake. Alafu anatakiwa kupata kibali cha ujenzi kutoka kwenye halmashauri husika. Anatakiwa kufanya tathmini za athari kwa mazingira. Kwa hiyo anatakiwa kuwa na certificate, environmental impact assessment certificate kutoka NEMC.
na pia anatakiwa kuwasilisha mchoro ambao unaonyesha ni vitu gani vitajengwa kwenye hicho kituo chake na kuainisha umbali wa kiusalama. Kwa hiyo hizo nyaraka zikiwasilishwa, hasa ya mchoro, wakaguzi wanachofanya ni kuhakikisha kwamba mchoro umechorwa na umeonyesha umbali unaoruhusiwa kwa mujibu wa viwango vya nchi. Hiyo ni kwa vituo vya mijini. Kwa vituo vya mijini, vijijini tofauti ni vitu vidogo. Kule kwa kuwa mamlaka ilikuwa inataka muda wote kuwe na huduma hii ipatikane kwenye mazingira salama, na vijijini imeonekana kuna shida kubwa ya upatikanaji wa huduma ya mafuta. Kilichofanyika ni kwamba kwenye swala la cheti cha mazingira kule ilionekana kwamba mkaguzi au afisa wa mazingira wa wilaya husika kwenye hicho kijiji anaweza akatembelea eneo ambako kituo kinatarajiwa kujengwa, na anaandika ripoti na baadaye anatoa barua ambayo inasaidiwa na mkurugenzi wa halmashauri. Sasa hiyo barua ya tathmini iliyofanywa na afisa mazingira wa wilaya inasimama baadaye ya cheti cha mazingira. Na pia kwa vijijini, tunajua vijiji vingi bado ardhi haijapimwa. Kwa hiyo kwa maeneo ya vijijini wanatakiwa kuwasilisha muhtasari wa kikao cha kijiji kilichokaa kuidhinisha ile eneo kutumika kwa ajili ya kituo cha mafuta. Kwa hiyo kule kutakuwa hakuna swala la hati. Lakini vitu vingine kama kibali cha ujenzi cha halmashauri, mchoro wa kituo, hivyo vitu bado vitaendelea kuwepo. Kwa hiyo tofauti ni hizo nyaraka mbili tu ambazo nimezitaja. Cheti cha mazingira kule inatakiwa tu barua ya afisa mazingira iliyosainiwa na mkurugenzi wa halmashauri. Na pia badala ya hati inatakiwa muhtasari wa kijiji unaoruhusu ujenzi wa kituo kwenye eneo la huyo mwombaji. Hapo ni upande wa vibali. Ukisema vibali kwa maana ya kibali cha ujenzi. Vibali vya kujenga. Kwa hiyo kwa kijijini na mjini, mtu akishakuwa na hizo nyaraka anaingia kwenye mfumo wa EWURA na kuomba mfumo unaitwa LOIS ambao unapatikana kwenye tovuti ya EWURA. Ukiingia tovuti ya EWURA ukaangalia online services, unaitafuta LOIS. LOIS hapo utapata maelekezo namna ya kuomba vibali. Na kwenye LOIS pia kuna maelekezo ambayo yanatolewa kutenganisha vituo vya vijijini na mijini. Kwa maelezo ukiyafuata utafikia hatua nzuri ya kufanya maombi ya hivyo vibali. Sasa baada ya kumaliza kujenga, kuna nyaraka chache ambazo zinaongezeka sasa wakati wa kuomba leseni. Leseni ya biashara sasa. Pale ambapo umemaliza ujenzi na unataka kufanya biashara, unatakiwa kuomba leseni. Na kuna nyaraka chache ambazo zinaongezeka kama cheti cha zimamoto, bima ya kituo, leseni ya biashara kwa wale ambao sio makampuni. Lakini kama ni kampuni unatumia cheti cha usajili kutoka BRELA. Kwa hizo ndio nyaraka ambazo zinaongezeka wakati wa kuomba leseni. Nafikiri pia hapa ni kuongezea hapo, mtazamaji lazima afahamu kwamba unapokuwa unataka kuanza biashara ya kituo cha mafuta, lazima kwanza upate kibali cha ujenzi kwanza. Na hicho kibali cha ujenzi sio leseni yenyewe. Unapewa kwanza kibali. EWURA itakuja kujihakikishia kwamba nyaraka zote zipo, wanaangalia eneo unataka kujenga na vitu vingine. Baada ya hapo ndio unaomba sasa leseni ya kufanya biashara. Kwa hiyo hivi ni vitu viwili tofauti. Na nafikiri pia kuna fine hapo kama mtu una kibali tu alafu umeendelea kwenye hatua ya ujenzi au umejenga bila kibali cha ujenzi. Kwa hiyo ni muhimu watu wakaelewa. Labda kama unataka kuongezea kwenye hilo. Ndio. Kibali cha ujenzi kinaombwa kabla hujaanza kujenga. Na pamoja na nyaraka, kuna kaguzi zinazofanyika kabla hujapewa kibali. Kwa hiyo eneo litatembelewa na wakaguzi kutoka EWURA na kujiridhisha kwamba hilo eneo lipo eneo sahihi kwa ajili ya uendezaji wa kituo cha mafuta. Kwa hiyo baada ya ukaguzi ndipo
utakapopewa kibali cha kujenga. Baada ya kumaliza kujenga utatakiwa kuomba leseni. Sasa ukijenga bila kibali kuna faini ambazo zinatozwa ambayo inakwenda mpaka shilingi milioni 20 kwa kujenga bila kibali. Na pia ukianza biashara bila kuwa na leseni pia kuna adhabu mbalimbali ikiwemo kufungiwa kituo na kutozwa faini ya shilingi milioni 20, na wakati huo utatakiwa kusubiri kufanya biashara mpaka leseni iwe imetoka. Naam. Kwa hiyo utarudi tena kule. Kwa hiyo ni bora tufuate utaratibu. Naam. Okay. Na EWURA ili kutoa kibali cha ujenzi au leseni ya biashara inaangalia vigezo gani? Kwa upande wa vibali vya ujenzi vitu vinavyoangaliwa ni nyaraka na pamoja na eneo lenyewe. Unaangaliwa umbali kati ya kituo kimoja na hapo unapotaka kujenga. Kwa hiyo tunaangalia umbali kutoka kwenye eneo unaotaka kujenga kwenda kwenye kituo ambacho kina leseni. Na kwa mujibu wa kanuni za miundombinu kanuni za matumizi, kanuni za mipango miji zinataka kwamba umbali wa kituo kimoja mpaka kingine uwe mita 200 kwa maeneo yaliyopimwa, na kwa maeneo ambayo hayajapimwa inatakiwa iwe mita 500. Kwa hiyo vijijini na mijini. Kwa maeneo ambayo yako planned na maeneo ambayo hayana mpango, hajafanywa mpango. Okay. Hiyo ni kwa upande wa vibali. Kwa upande wa leseni, baada ya kuwasilisha nyaraka nilizozitaja awali, pia kuna ukaguzi unafanyika. Sasa ukaguzi huo unafanyika ili kujiridhisha kama ujenzi wa kituo ulizingatia ule mchoro ambao uliwasilishwa wakati wa uombaji wa kibali cha ujenzi. Yeah. Na pia vitu vingine vinavyoangalia ni kwamba kama kituo kimefuatwa viwango vya ujenzi vya nchi ambavyo TBS ni custodian wa hiyo. Kwa hiyo tunajiridhisha kama kila kitu kiko sawa na umbali wa kiusalama umekamilika, ndipo leseni inapotolewa. Okay. Baadhi ya hivi vitu ni vipi, labda kwa ajili ya uelewa tu, vitu ambavyo EWURA inaviangalia lazima viwepo ili tukupatie leseni ya kufanya biashara? Kwa kituo cha mafuta kinatakiwa kuwa na paa ambalo lina viwango vinavyotakiwa, urefu viwe na urefu wa mita 5, upana kama upana mita 6, alafu eneo la chini liwe limesakafiwa kwa zege na kuwe na mitaro ambayo inapeleka kitakachomwagika pale chini kwenda kwenye chemba ya kutenganisha maji na mafuta. Alafu kituo pia kinatakiwa kuwa na alama za usalama ili kutoa tahadhari kwa watu wanaoingia kituoni kwamba hawataki kutumia simu, hawataki kuwasha moto na wanatakiwa kuzima gari wakati wa kujaza mafuta, kwa unakuwa na hizo alama za usalama. Na pia kituo kinatakiwa kiwe na switch ya dharura ambayo inaweza ikasimamisha shughuli za kituo kwa mtu ambaye iko mbali pale inapotokea dharura yoyote. Alafu kituo kiwe na alama za kuwe na bango la bei, nao ni muhimu ili mteja kabla hajaingia aweze kuona hizo bei zinazouzwa kwenye hicho kituo. Vitu vingine ni crash barriers ambazo ni kama vizingiti vya kuzuia pampu pamoja na nguzo za kituo zisigongwe na magari wakati wa kujaza mafuta. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu tunavyoviangalia wakati wa ukaguzi kwa ajili ya kutoa leseni. Okay. Kwa hiyo kimsingi ni vitu vya kiusalama, kuhakikisha kwamba hilo eneo liko salama. Ni vitu vya kiusalama kwa ujumla, yani ni usalama ndio unaoangaliwa zaidi kwenye hizi shughuli za mafuta. Okay. Ubora wa mafuta ambao tunanunua kwenye vituo vya mafuta, EWURA inahakikisha vipi wale watu wa huduma au wale wafanyabiashara wanatuuzia mafuta yenye ubora unaotakiwa?
Okay. EWURA inafanya kaguzi za mara kwa mara kwa kuchukua sample kwenye maghala ya kuhifadhia mafuta na pamoja na vituo vya mafuta ili kujiridhisha kama mafuta yanayouzwa ni yanakidhi vigezo vya viwango vya nchi. Kwa hiyo ni mazoezi ambayo yanafanywa mara kwa mara na pia EWURA pia huwa inapima mafuta, kwa maana kama kuna mteja na malalamiko, EWURA inachukua hatua za haraka kwenda kuchukua sampuli na kujiridhisha kama uharibifu wa kifaa cha mtumiaji wa huduma kama imesababishwa na swala la ubora wa mafuta yenyewe. Kwa hiyo ni kufanya kaguzi za mara kwa mara. Kaguzi za mara kwa mara. Kuhakikisha kwamba wanatoa huduma kwa viwango vilivyowekwa. Sawa sawa. Na pale ambapo wafanyakazi wa kituo cha mafuta wanatoa huduma, vitu gani wanatakiwa kuzingatia vya kiusalama? Vitu vya kiusalama ni pamoja na wao wenyewe kuwa salama. Kwa hiyo wanatakiwa kuvaa vitu ambavyo vinaweza kuwakinga na ajali kama kukanyagwa na gari, wawe na viatu vigumu. Alafu wawe na mavazi ambayo yanaweza kuzuia mafuta kugusa ngozi zao. Na pia wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanamuuliza mteja aina ya mafuta anayotumia kabla hajamjazia. Kwa maana kuna mkanganyiko ambao unatokea kwamba mteja na gari yake anatumia petroli lakini anawekewa mafuta ya diesel. Na pia kuwaelimisha pia wateja wanaokuja pale, hasa wale wanaotumia simu na vitu vingine ambavyo hatarishi, kwa kuwaelimisha kwamba hivyo vitu havitakiwi kwenye hilo eneo. Ni baadhi ya mambo ambayo wafanyakazi wa vituo vya mafuta wanatakiwa kuyafanya. Okay. Na kwa upande wa mteja anayeingia kwenye kituo cha mafuta kujaza mafuta kwenye gari yake, vitu gani vya kiusalama pia anatakiwa azingatie? Mteja pamoja na alama zilizowekwa ambazo wanatakiwa kuziangalia kwenye kituo, kutokutumia simu, kutokutumia kitu chochote ambacho kinaweza kuwa chanzo cha moto, na pia kuzima gari. Pia anatakiwa kuchukua risiti baada ya huduma. Hiyo risiti inaweza kumsaidia endapo kutakuwa na changamoto kwenye ubora wa mafuta. Malalamiko yake yakiambatana na risiti, itakuwa ni rahisi kwa mamlaka kujua kweli kwamba huyo mteja alipata huduma kwenye kituo husika, na hivyo kuendelea na hatua za kuhakikisha swala lake linatatuliwa. Anapata haki yake. Yeah. Okay. Tunavyoelekea mwishoni, kuna fursa gani sasa kwenye sekta ya mafuta? Mtu anaweza akaingia kwenye mojawapo ya zilizopo. Kuna fursa mbalimbali kwenye swala la maghala ya kuhifadhia mafuta. Bado huko kuna fursa kwa sababu kuna changamoto. Maghala yaliyopo bado hayatoshelezi na makampuni ya uagizaji wa mafuta yanaongezeka, lakini mengi yanakuwa hayana maghala ya kuhifadhia. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa wa kuongeza miundombinu ya kuhifadhia mafuta. Na pia kwenye swala la fursa za uwekezaji pia ni kwenye vituo vya vijijini. Vituo vya vijijini, kweli Tanzania ni nchi kubwa na kuna maeneo bado hayajafikiwa na vituo vya mafuta, na tunatamani kama EWURA huduma iweze kufika maeneo yote ya nchi. Kwa hiyo kuna fursa nyingi. Hizo ni baadhi tu ambazo umezitaja, lakini pia kwenye kuongezea hapo kwenye fursa ya kujenga vituo maeneo ya vijijini, nafikiri serikali imejitahidi kutoa motisha, kuincentivize wafanyabiashara ambao wanataka kuwekeza vijijini. Nafikiria REA, mamlaka wakala wa nishati vijijini, wanatoa nafikiri mikopo kwa ajili ya shughuli hiyo, kwa ajili ya uwekezaji huo wa vijijini. Kwa hiyo nafikiri kwa ambaye anataka kujaribu au kuingia kwenye eneo hilo, nafikiri anaweza akafika labda REA akapewa taarifa zaidi. Kwa hiyo fursa ziko nyingi kama ambavyo amesema mtaalamu. Wito wako kwa Watanzania, kwa wafanyabiashara
lakini pia kwa watumiaji wa hizi bidhaa za mafuta, wito wako ni nini? Wito ni kuendelea kujifunza na kujua majukumu ya EWURA na huduma ambazo wanaweza kuzipata kupitia EWURA kwa kupitia hizi huduma ambazo wanazitumia. Na pia kwa watumiaji hasa wa mafuta wanatakiwa kuwasilisha kama kuna malalamiko kwenye masuala ya ubora, kuwasilisha malalamiko yao kwa wakati, na hiyo itawezesha EWURA kuweza kuchukua sampuli iliyohusika kwenye huo uharibifu au kwenye hiyo huduma ambayo inalalamikiwa kwa wakati. Maana tunajua kabisa mafuta ni bidhaa ambayo inatumika kwa haraka. Kwa hiyo taarifa ikitolewa ndani ya siku moja au mbili ni rahisi kupata sampuli ambayo ina shida, lakini ikienda zaidi ya siku 3 ni vigumu sana kwa mamlaka kwenda kupata sampuli ambayo inalalamikiwa. Okay. Sawa. Tunashukuru sana kwa muda wako. Asante kwa elimu ambayo umetupatia. Wakati mwingine pia tukikuhitaji kwa ajili ya masuala mbalimbali ya sekta ya mafuta, usisite kuja. Nashukuru sana. Asante sana. Asante. Nikushukuru pia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa EWURA Podcast kwa kufuatilia episode hii ambayo tulikuwa tukizungumzia masuala ya mafuta, biashara ya mafuta. Bila shaka umejifunza, lakini pia bila shaka imekupa motisha, hususan kama wewe ni mfanyabiashara na umewahi kuwaza kufikiria kuingia kwenye sekta hii. Nikusihi tu uendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kama haujasubscribe kwenye channel hii ya EWURA TV, tafadhali fanya hivyo ili uendelee kupata maudhui mbalimbali ambayo tunayaandaa kwenye podcast hii, pamoja na mengine mengi ya shughuli ambazo EWURA inazifanya. Asante sana kwa wakati wako. Jina langu ni Janet Mesomapia, mpaka kwenye episode nyingine. Bye bye.